runinga ya KTN. Na turejelee siasa sasa, mtazamaji. Rais William Ruto ameendelea na mashambulizi yake dhidi ya upinzani akitetea serikali pana, huku shinikizo la one term likiendelea kuvuma nchini. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Bentura Kwamboka, Rais Ruto alizungumza katika eneo la Msambweni kwenye kaunti ya Kwale wakati wa ziara yake ya maendeleo katika eneo la Pwani. Anasema mpango huo unawapa viongozi wa vyama tofauti vya kisiasa fursa ya kufanya kazi kwa pamoja. Taswira hii ikionekana kukinzana kabisa na yanayoendelea katika chama cha ODM. Rais William Ruto ametetea makubaliano ya serikali pana, yani broad-based, ambaye yameleta mgawanyiko mkubwa miongoni mwa chama cha ODM tangu kifo cha aliyekuwa kinara wa ODM Raila Odinga. Katika hatua hiyo ambayo inaonekana kama jaribio la kujikomboa, huku kukiwa na shinikizo la one term linalolenga kumnyima nafasi ya kuchaguliwa tena mwaka wa 2027, Rais Ruto amesisitiza kwamba makubaliano hayo yalikuwa ya kuunganisha Wakenya na kupunguza mvutano wa kisiasa nchini. Na nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunaunganisha taifa letu la Kenya, tunatengeneza serikali ya broad based ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi na warai ndugu zangu watu wa Kwale, msikubali tugawanywe tena kwa misingi ya kikabila. Akizungumzia mkataba kati ya UDA na ODM alipokuwa akiwahutubia Wakenya katika kaunti ya Kwale wakati wa ziara yake ya siku ya pili ya maendeleo katika eneo la Pwani, Ruto ameongezea kuwa mpango huu umewapa viongozi wa marengo tofauti ya kisiasa fursa ya kufanya kazi pamoja, taswira ambayo inakinzana na msukosuko unaonekana ndani ya chama cha ODM. Mimi ndio ninasimama jukwaa moja leo na hawa ndugu zangu, watu wa UDA, watu wa ODM. Leo tunasimama tukiwa pamoja kama ndugu moja, wa serikali moja, wa taifa moja, ndio sehemu zote za Kenya tuweze kutembea pamoja. Huku akionekana kumshambulia kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua kwa kuendelea kuingilia kati utawala wake, Rais William Ruto ameendelea kutafuta uungwaji mkono ili kuchaguliwa tena mwaka wa 2027. Na msiwajali na wale wanajaribu kupingana na sisi, wale wako chini sana. Wale ni wa matusi, wanatuuzia ukabila, wanatuuzia chuki, ati wao wako na shares, hawa hawana shares, hawa ni wa huku, wale ni wa huko, wale msikuwe na wasiwasi na hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Kuna mwingine ambaye nyinyi mnamjua ambaye anachunga maslahi yenu. Rais Ruto aendelee asiendelee? Shai nafanya haifanyi. Nikisema William Ruto 2 term nimekosea sikukosea? Hebu nione 2 term William Samuel Ruto. Katika ziara yake ambayo ni ya siku ya 3 hii leo, Rais ameahidi kutoa hati miliki ndani ya siku 60 kwa wakazi wa Kwale wanaosubiri kutambuliwa kisheria kama wamiliki wa ardhi eneo la Pwani. Nitatuma surveyors wengine wakuje wapime shamba ya kila mtu, tuwapatie title deeds. Watu wa Gumbato pale ambao walikuwa na matatizo, watu zaidi ya 10,000, sasa tumenunua shamba hiyo na tunawapatia title deeds zao ndani ya siku 90. Bentura Kwamboka, KTN. Ati Kilifi mnasemaje? Na mtusonge